Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuwaletea mada mbalimbali ambazo zitakuwa zinawapa elimu, zinawatoa kwenye changamoto ambazo mlizokuwa nazo. Tunaendelea na vipindi kama ilivyokuwa desturi yetu, tunakuwa katika hili darasa. Hili darasa ni darasa nzuri sana. Ni darasa ambalo linawapa elimu, ni darasa linalowapa tiba, ni darasa ambalo kinga linawatoa kwenye changamoto mbalimbali za kuwainua kiuchumi. Inatakiwa uinuke katika uchumi ukimsikiliza Dr. Chikaramoto. Wewe kama huna mafanikio usijali, hebu nipigie simu ili nikueleze ni jinsi gani utatoka kwenye hizo changamoto ili uyafikie hayo mafanikio, kwa sababu mafanikio yanatafutwa, mafanikio yanapambaniwa, mafanikio yanapiganiwa. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anapambana kutafuta mafanikio hawezi kukwama, ili mradi wewe usiwe ni mtu wa kukata tamaa wa kwamba mimi nimeumbwa wa hivi hivi. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa kuwa wa hivi hivi, bali ni wewe unajenga hiyo hoja ya kuwa wewe ni wa hivyo hivyo, na wewe unapanda dhambi. Na nakwambia, nilishawaambia katika vipindi vilivyopita kwamba kile ukipandacho ndicho kinachoota. Yani kama wewe ni mtu wa kukata tamaa, ina maana hutaweza kufika katika mafanikio yoyote katika maisha yako. Hutaweza kufanikiwa. Maisha mazuri utayasikia kwa wenzako na kuyaona kwa wenzako. Utabaki kwamba huyu nilisoma naye, huyu nimekuwa naye, lakini yeye yuko kwenye level hii, kwa sababu yeye hakukata tamaa na yeye amekuwa ni mpambanaji wakati wote. Sasa nataka nikwambie, hakuna mtu aliyeumbwa ili aje kuwa anahangaika katika hii dunia. Labda umeamua kuhangaika wewe, labda umekuwa ni wewe wa kukata tamaa, bali ni wewe mwenyewe. Lakini mafanikio yanakwenda kwa kila mtu, kwa jinsia ya kila mtu. Kwa hiyo wewe ni mtu wa kufanikiwa. Kwa hiyo kama umekata tamaa, ndugu yangu, na kusihi kuanzia siku ya leo utakaposikiliza hii TV ya Dr. Chikaramoto au hii elimu ninayokupa, ina maana wewe usikate tamaa, endelea kupambana. Ipo siku utainuka na utakuwa ni mtu mwenye mafanikio. Sasa ndugu zanguni, hebu tuendelee na darasa letu. Nikitoa kwenye utangulizi wetu, nataka tuendelee na somo letu na darasa letu. Darasa letu ya siku ya leo, tunaendelea na elimu zetu ambazo zinahusiana na elimu za majini. Elimu zinahusiana na elimu za majini. Elimu za majini ni elimu ambazo zimekuwa watu wengi wanakutana na changamoto mbalimbali kwa sababu hizo changamoto kwa kutokujua. Na viumbe vya majini nilishawaeleza kwenye vipindi vilivyopita ni kwamba ni viumbe ambavyo hata wewe ukikaa hapo unaweza ukavijua, au ukifuata haya ninayokuelekeza unaweza ukapata kile unachokihitaji. Kwa sababu kuna watu wengine wanajiuliza kwamba jini anafananaje, jini yukoje, au jini akinitokea anakuwa yukoje. Sasa mimi siku ya leo nataka nikupe elimu au sio dawa, ambayo hiyo dawa utakayokuwa umeifanya, huyo jini atakapokuja utamuona wewe kwa macho yako, huyo jini amekuja kwa umbile unalotaka wewe kama wewe. Kwa sababu cha muhimu ni kuyafanya yale nitakayokuwa nimekuelekeza. Kwa sababu nilishawaambia toka mwanzo, majini wamepewa uwezo tofauti na sisi wanadamu. Ingawa sisi wanadamu ni watu muhimu sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini majini walivyomuasi kutoka kumtii Mwenyezi Mungu, na baadhi ya majini, kwa sababu kuna majini yanayomtii Mwenyezi Mungu, kuna majini wanaofanya ibada. Kwa hiyo napaswa unielewe, kwa majini ambao baadhi ambao hawamtii Mwenyezi Mungu, na kuna majini ambao wanamtii Mwenyezi Mungu, kama vile walivyokuwa wanadamu. Kuna wanadamu ambao wanaishi kama vile walijiumba, na kuna wanadamu ambao kila siku wanapoamka wao ni watu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufuata zile taratibu ambazo Mwenyezi Mungu ametusihi tuweze tukazifuata katika hii dunia nzuri aliyotupatia. Kwa hiyo wewe unapotaka kumuona jini unatakiwa ufanyaje? Kwa sababu kuna watu wananiuliza, dokta, jini anakuja kwa umbile gani? Jini ukoje? Jini akija utamuonaje? Sasa jini ni kiumbe ambacho nilishawaeleza hapo mwanzo, kinaweza kuja hata kwa upepo tu. Akaja jini kwa njia ya upepo, akaja, lakini usijue huu upepo ni jini. Kwa hiyo nataka nikwambie, ili ujue huyu ni jini amekuja, na pale unapokuita, hasa kwa wale wanaoita majini, kuna vitu ambavyo unapomwita na kuna vitu ambavyo unatakiwa
uvifanye, ili yule jini aweze ukamuona kwa kumshuhudia. Hapa tunachokizungumzia kumuona kwa kumshuhudia kwa macho. Sasa atakuja kama mwanadamu, atakuja kama kiumbe gani? Sasa ni hapo utakapokuwa umemuomba kwa wakati huo, kwa sababu swala la yeye kuja kwa kiumbe anachokuja yeye, anachohitaji kuja yeye ni yeye. Lakini mimi ninachokizungumza hapa, ninachokuelimisha hapa ni jinsi utakavyomfanya jini aje umuone na ujue kwamba huyu aliyekuja ni jini. Kuna vitu vya kufanya. Utaandaa jinsi gani, utasikiliza ni jinsi gani ambavyo kwanza utaenda kwenye hatua ya kwanza, jinsi gani mtu anavyoweza kumuita jini. Unamuita jini, lakini ukiwa umemuita jini kuna vitu ambavyo unatakiwa uwe umesha viandaa. Katika matembezi yako utaweza ukaokota mfupa ambao umetupwa njia panda. Haijalishi ni mfupa wa nini, labda nataka niuelewe, haijalishi ni mfupa wa nini. Uwe ni mfupa wa mbwa, uwe ni mfupa wa ng'ombe, uwe sijui mfupa wa kuku, uwe sijui ni mfupa wa nyama gani, lakini haijalishi huo ni mfupa wa nini, lakini uwe ni mfupa ambao umeokota, umetupwa njia panda. Ukishapata huo mfupa uliotupwa njia panda, ina maana kitu kingine utakachokifanya, utatafuta njiwa aliyepotea. Njia aliyepotea ni njiwa gani? Yaani kuna njiwa ambaye ametoka kwenye banda lake, basi yeye akawa amepotea, hajui arudije huko alikotoka. Hivi vitu tunavizungumza ni vitu vinavyowezekana, na ndio maana nawapa elimu, na ni vitu ambavyo vipo. Sasa kwa sababu labda mtu mwingine anaweza kuhisi hiki kitu kipo kweli. Hakipo kwa sababu wewe ufuatilii. Lakini kama ungekuwa unafuatilia, na ndio maana nakupa hii elimu ili ufuatilie, ili utakapokuwa umekipata ukifanyie kazi. Sasa utakapopata mfupa ulio wa kuokota njia panda, mfupa wa aina yoyote wa kuokota njia panda, tafuta na njiwa aliyepotea. Ukisha tafuta na njiwa aliyepotea, kitu kingine utakachokitafuta, utatafuta sanda iliyotumika. Watu wanakuja kwenye hiki kipengele cha sanda iliyotumika. Sanda iliyotumika ni ipi? Nafikiri sanda iliyotumika ni sanda ambayo ni ile ambayo mtu alienda akavalishwa, alifungiwa wakati anahifadhiwa katika kupumzika. Basi kuna sanda zinazokuwa zinabaki zile, basi zinazokatwa. Ukisha itafuta hicho kipande, ni kipande, sio sanda kubwa. Ukishapata ile sanda iliyotumika, ina maana yule sanda unafunga ule mfupa, unafunga na ile njiwa pamoja. Yaani unafunga ule mfupa, unafunga na ile njiwa. Ukishafanya hivyo, unakaa kwenye chumba chako ambacho umeandaa kwa ajili ya kumwita huyo jini ambaye unataka kumuona kwa macho yako. Ukishafunga, ina maana ukishakaa kwenye kile chumba, unatafuta mshumaa mwekundu, unatafuta mshumaa mweusi, unatafuta mshumaa mweupe. Katika ile sanda utabaki na kisanda kingine kidogo ambacho hata kama robo ambacho utakitandika, ambacho ukisha kitandika pale kwenye ile sanda utazungushia ile mishumaa yako minne ambao ni mwekundu, mweupe, mweusi na wa blue au wa kijani. Utakapozungusha, itakapoweka, afu pale sasa katikati ya kile ile sanda na ile mishumaa utakayokuwa umezungusha, muweke njiwa yule katikati ambao umemfunga pamoja na huo mfupa, umemfunga na hiyo sanda iliyotumika. Ukishafunga hivyo, anza kumwita huyo jini. Anza kumwita huyo jini kwa taratibu ambazo umeshaelekeza za kumwita huyo jini. Utakavyomwita huyo jini, haitapita ndani ya nusu saa au ndani ya lisaa, utaona sasa hicho kiumbe unachokiita kitakavyokuwa kinakuja. Haijalishi utakuwa chumbani, haijalishi utakuwa sehemu gani, huyo jini atakuja kama ulivyokuwa unamhitaji. Na mida ya kumuita jini haitwi mchana, jini haitwi asubuhi, jini anaitwa kuanzia mida ya saa 6 na kuendelea.
Hiyo ndio mida ya kumwita, kwa sababu atakapokuja pale atakuja kwa umbile, kuna kitu kwa umbile ambalo ya kitu ambacho utaona hiki kitu kwa nini kimetokea huu usiku. Kwa sababu mchana anaweza akaja ukaona paka huyu anazurula, ukaona huyu labda huu upepo si wa kawaida, lakini sehemu kukiwa kumetulia utaona hali ya hewa inabadilika. Unaweza kuona upepo unapiga yani ukiona ule upepo umeingiaje chumbani? Mbona kuna upepo ule, unaona kama kuna vitambaa, kama kuna mashuka yanaanza kupepea kufanya nini? Sasa ujue kwamba yule mgeni ulikuwa umemwita ndio anakuja. Kwa hiyo utaona yale mazingira yanabadilika, tofauti na mchana. Mchana inaweza ikakusumbua kujua kwamba je, kile kitu nilichokiita ndio hiki, lakini usiku kunakuwa ni kitu kumetulia. Kwa hiyo utajua kwamba sasa kile kitu nilichokiita ni hiki, kwa sababu kitatokeaje kitu yao, paka huyu atakujaje mida hii ndani, ataingiaje ndani au labda huyu jongoo ataingiaje ndani. Takuja niwape elimu ya jongoo. Yaani unapokutana jongoo, asilimia kubwa sana, asilimia karibia 80 majini huwa wanapenda sana kuja kwa njia ya jongoo. Nitawaeleza ni majini wa namna gani. Yaani utakapomuona jongoo ni mdudu ambaye asilimia kubwa haji bila sababu. Yaani jongoo utakayemuona, majini wengi wanapenda kujibadilisha kuwa kama jongoo. Takueleza ni jongoo na ni majini wa namna gani ambao hupenda zaidi katika vile vipindi vinavyokuja. Ni majini wa namna gani ambao wanapenda sana kujibadilisha kuwa kama jongoo. Nitakuja nikueleze vipindi vinavyokuja. Kwa hiyo utakapokuwa umefanya kile kitendo, utakapokuwa umemuita kama taratibu nilizokueleza jinsi ya kumuita jini, utaona sasa huyo jini atakuja ndani ya nusu saa au lisaa, ndani ya lisaa, kutokana na wewe utakavyokuwa umeelekezwa ni jinsi gani ya kumuita hiyo jini, au utakavyokuwa umenifuata mimi katika vile vipindi vilivyopita, nilishawekwa ni jinsi gani kama mtu unahitaji kumuita jini, utamuita jini. Kwa hiyo jitahidi kufuata hayo maelekezo kwa usahihi, na iwe kuanzia saa 6 na kuendelea. Mwita huyo jini nani? Nilishawaelezeni katika vipindi vilivyopita. Unapomwita jini uwe na sababu za kumuitia. Unapomhitaji jini, sio jini aje uje kumuona tu kama sura unamuona alafu una la kumuelekeza. Itakuwa madhara kwako. Kuna watu wanasema bwana, mimi nataka kuoa jini, mimi nataka kuishi na jini. Sasa unaweza au majini na wana njia zao za kuwaita hao majini ambao wa kutaka kuishi nao, kuolewa na jini au kuishi na jini, kuoa jini. Kuna jinsi ya kuwaita na wale majini, taratibu zao, kwa sababu wale mara nyingi wanakuwepo ni majini ambao si majini wabaya, wanakuwa ni majini ambao wana taratibu nyingi. Yani mtu sio kama wewe ni mvuta bangi, mnywa pombe, sio mfanya nini, mtu wa zinaa, ukasema mimi nataka jini wa kuishi naye wa kuoa, ukategemea kwamba utampata. Wale wanakuwa ni wacha Mungu. Kwa hiyo anapotaka kuishi na mwanadamu, anataka mwanadamu aweze kuishi kutokana yeye anavyoishi. Kwa hiyo jitahidi kufuata taratibu zile unazoelekeza ili uweze ukafanya kitu ambacho hakina madhara kwako. Nafikiri mtakuwa mmenielewa kwa mada fupi, kwa elimu fupi niliyowapa siku ya leo inayohusiana na majini. Kwa hiyo jitahidini kufuata kwa umakini hayo niliyowaeleza. Kama kuna sehemu ambako utaona unatatizika, kama kuna sehemu utaona hujanielewa, usisite kuweza kunipigia simu ya namba 0784994048 au unaweza kusubscribe hii channel yetu ili hizi elimu zinakuja. Hata vipindi vile vilivyopita unaweza ukavipata kama utaweza kusubscribe hii channel, utapata zile vipindi vilivyopita kwa urahisi, kwa sababu mimi na vipindi vingi sana na nimeziweka YouTube. Sasa unaweza ukapata shida kuanza kutafuta YouTube video gani ambao Chikalamoto alizungumza. Alafu kuna wakati mimi naingia huwa naongea na wafuasi wangu, naingia live. Kwa kama pale kuna mtu ambaye nitawapa muda, ni muda gani ambao labda kwa wiki mara ngapi nitakuwa naongea live, ili watu wote mkawa mnaniuliza maswali na kuweza kuwapa majibu ya papo kwa wapo. Kwa hiyo nitakapowapa muda, mtatenga huo muda ili muwe tayari kwa ajili ya kujua muda huu Dr. Chikalamoto atakuwa live, mnaandaa maswali yenu, mnaniuliza. Mwenye changamoto basi nakuelekezeni, mwenye kutaka kujitibia na bwana chukua hiki, fanya hiki, mtapata huduma hizo katika hii channel ya Dr. Chikalamoto. Asanteni sana na karibuni kwa kunisikiliza.